Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Iran dhidi ya Israeli. Vita ambavyo kwa sasa yule ambaye alionekana kushambulia ambaye ni Marekani anaonekana kuwa mpatanishi. Licha kwamba pande zote zinaeleza kama kutokubali kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump alikisema juu ya kupatanisha vita hivi viweze kumalizika. Na nikwambie takriban nyumba 120 zimeharibiwa na nyingine 500 zimeharibiwa vibaya katika mkoa wa Tehran kutokana na mashambulizi ya Israeli tangu Juni 13. Gavana Mohammad Sadegh Montamedian anaripoti. Kutokana na mashambulizi ya utawala kizayuni Israeli, zaidi ya nyumba 120 ziliharibiwa kabisa na majengo zaidi ya 500 yaliharibiwa vibaya, aliliambia shirika la utangazaji la taifa la Iran IRIB. Kwa mujibu wa gavana huyo, Israeli ilishambulia vituo 12 katika mkoa wa Tehran asubuhi ya Juni 24, vingi vikiwa katika wilaya za kiraia. Montamedian alidokeza kuwa wengi wa wahanga wa hujuma hiyo ya Israeli walikuwa raia. Vilevile Russia na Iran zimethibitisha nia yao ya pamoja kushirikiana kwa karibu katika kuzuia kuongezeka zaidi kwa vita Mashariki ya Kati na kurudisha hali kwenye njia ya kisiasa na kidiplomasia. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kwenye taarifa kufuatia mkutano kati ya naibu waziri wa mambo ya nje Sergei Rabikov na balozi wa Iran mjini Moscow Kazem Jalali. Anasema pande hizo mbili zilijadili mvutano unaozingira mpango wa nyuklia wa Iran ambao umechochewa na mashambulizi dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia vya Iran vinavyofanya kazi chini ya usimamizi wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic. Pande hizo mbili zilisisitiza dhamira yao ya pamoja ya kuendelea na utaratibu wa karibu unaolenga kuzuia kuongezeka zaidi na kuhakikisha kurejea kwa azimio la kisiasa na kidiplomasia linalozingatia sheria za kimataifa na kuzingatia kikamilifu haki na maslahi halali ya Iran, iliongeza taarifa hiyo. Vilevile, usitishaji vita kati ya Israeli na Iran umeanza kutekelezwa kufuatia mashambulizi ya pande mbili ya Jamhuri ya Kiislamu na taifa la Kiyahudi. Pande zote mbili zimeripoti majeruhi. Mara tu baada ya kutangazwa kusitisha mapigano, Israeli iliripoti kugundua mashambulizi mapya kutoka Iran na kusababisha uamuzi wa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Tehran. Wakati huo wanajeshi wa Iran walikanusha ripoti za shambulio la kombora dhidi ya Israeli baada ya kutangazwa kusitishwa kwa mapigano. Vilevile, zaidi ya watu 410 wameuawa na wengine 3000 kujeruhiwa walipokuwa wakijaribu kupata msaada wa kibinadamu unaotolewa na wakfu wa kibinadamu wa Gaza. Msemaji wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Tamim Al-Kitan anasema kwenye mkutano mjini Geneva, tangu GHF inayoungwa mkono na Marekani na Israeli ilipoanza kufanya kazi katika eneo hilo Mei 27, zaidi ya Wapalestina 410 wameuawa katika mashambulizi ya kijeshi ya Israeli dhidi ya watu waliokuwa wakijaribu kufikia maeneo ya kusambaza misaada. Msemaji huyo alisema. Nikikurejesha kwenye vita vya Iran dhidi ya Israeli ambavyo ilidaiwa kwamba vita hivi vimeweza kusitishwa lakini tena shughuli ikaendelea upya, nikwambie kwamba msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei anasema shambulio la Iran dhidi ya kituo cha Marekani cha Al Udeid lilikuwa ni kitendo cha kujilinda na hakikulenga Katari rafiki. Anasema mashambulizi ya kijeshi ya Iran kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani Al Udeid yalikuwa ya kujilinda kwa asili na yalifanywa kwa mujibu kamili wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja Mataifa, kujibu uchokozi usio na msingi wa Marekani wa Juni 22 dhidi ya uadilifu na mamlaka ya Iran. Kitendo hiki cha kujilinda hakikuelekezwa kwa Qatar, jirani yetu wa muda mrefu, kulingana na ukurasa wa X wa taifa hilo. Kwa mujibu wa Baghei, Iran bado inajitolea kikamilifu kwa sera yake ya ujirani mwema kwa heshima na Qatar na majirani wengine. Anasema tumedhamiria kikamilifu kuhakikisha kwamba hujuma za jinai za Marekani na Israeli na sera zao ovu dhidi ya Iran haziingii kati yetu na nchi zetu za kieneo ndugu. Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kufadhaika na Israeli siku ya Jumanne, akisema kwamba itabidi afanye taifa la Kiyahudi litulie. Watu hawa walipaswa kutulia, ni lazima niifanye Israeli itulie sasa. Alitoa maneno hayo akiwaambia waandishi wa habari alipokuwa akiondoka Washington kuelekea kwenye mkutano wa NATO mjini The Hague. Trump pia alisema hakufurahishwa na jeshi la ulinzi la Israeli kwa kwenda huko kujibu mashambulio ya Iran. Nitaenda kuona kama naweza kuizuia, aliongeza huko akiondoka kutoka kwa wanahabari. Ndege za kivita za Israeli zimeshambulia kituo cha rada kaskazini mwa Teherani, shirika la utangazaji la serikali la Kan limeripoti. Mashambulizi hayo yamefanywa kujibu mfumo wa kurusha kombora kuelekea Israeli, jambo ambalo upande wa Israeli unaona kuwa ni ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Kulingana na Kan, lengo nchini Iran lilikuwa na tabia ya mfano. Marekani haijafurahishwa na Iran na Israeli kwa kuzingatia ukiukwaji wa usitishaji mapigano, Rais Donald Trump amesema kabla ya kuondoka kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague.
Anasema Israel, as soon as we made the deal, they come out and they dropped a load of bombs. Israeli mara tu tulipofanya mpango huo, walitoka na kuangusha shehena ya mabomu ambayo sijawahi kuona. Mzigo mkubwa ambao tumeona. Sifurahii na Israeli, alisema. Sifurahishwi na Irani pia. Kulingana na Trump, Irani na Israeli zimekuwa zikipigana muda mrefu na kwa bidii kiasi kwamba hawajui wanafanya nini, alisema akizungumzia hali ilivyo kwa maneno ya kiapo. Vile vile, jeshi la Israeli lilishambulia tu mfumo wa rada karibu na Teherani kujibu mashambulizi mawili ya makombora ya Iran yaliyotokea baada ya kuanzishwa kwa usitishaji mapigano. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inaripoti. Kulingana na taarifa yake, shambulio hilo lililenga mashambulizi. Kulingana na mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Netanyahu, Israeli imejiepusha na mashambulizi ya ziada. Ofisi hiyo ilisema upande wa Israeli umesisitiza kuwa shambulio hilo lililipiza kisasi mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora ya Iran ambayo Tel Aviv iliyaona kuwa ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yamezuia matarajio ya mazungumzo na kufanya mifumo ya udhibiti kuwa ya kizamani. Balozi wa Iran nchini Urusi Kazem Jalali anasema, sasa ni wazi kwa kila mtu kwamba hatujawahi kuondoka kwenye meza mazungumzo na kubaki na dhamira ya diplomasia. Hata hivyo, mashambulizi dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia vya Iran na utawala wa kivita wa Magharibi unaoongozwa na Marekani unadhoofisha mantiki, unazuia matarajio ya mazungumzo na kufanya taratibu za udhibiti na za kisheria kuwa za kizamani, alibainisha. Hatukuanzisha vita hivi, ililazimishwa kwa nchi yetu na vitendo vya kichokozi vya utawala kizayuni wa Marekani, Jalali alisisitiza. Vile vile, pindi mzozo kati ya Irani na Israeli utakapotatuliwa, uhasama katika ukanda wa Gaza unapaswa kusitishwa ili amani iweze kurejea Mashariki ya Kati, uongozi wa Palestina unasema kwenye taarifa yake. Uongozi wa Palestina ulikaribisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Irani na Israeli kwani yanachangia katika mchakato wa kupunguza hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Shirika la habari la Wafa liliandika likinukuu taarifa ya mamlaka, kusitishwa kwa mapigano kati ya Irani na Israeli ni hatua muhimu ya kufikia usalama katika kanda kwa njia ya diplomasia, ilisema taarifa hiyo. Irani haitaruhusu mvutano kati ya Israeli na Marekani kuharibu uhusiano wake na nchi jirani, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema alipozungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Araghchi amelaani jinai zinazofanywa na utawala wa kizayuni na Marekani dhidi ya Iran na kusisitiza kuwa kwa kuendelea kushirikiana na nchi zote za eneo hili, Teherani haitaruhusu uhusiano wake na mataifa jirani kuharibika kutokana na chokochoko hizo, ilisema taarifa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Mwanadiplomasia huyo mkuu pia alielezea kufurahishwa na msimamo wa Qatar wa kulaani uchokozi wa Israeli na Marekani dhidi ya Tehran na kukiri juhudi za Doha za kusaidia kuzuia kuongezeka zaidi katika eneo hilo. Vile vile, vikosi vya jeshi vya Iran vimeonyesha sehemu tu ya uwezo wao kamili wakati wa shambulio kwenye kambi ya jeshi la Marekani la Al Udeid huko Qatar. Makamu wa kwanza wa Rais Mohammad Reza Aref anasema, operesheni kama jina lake linavyopendekeza ilitangaza ushindi na adui alikiri kushindwa. Maadui zetu sasa wametambua uwezo wa Iran na wa Iran, ikizingatiwa kuwa hatujaonyesha kila kitu tunachoweza, Aref alisema kama alivyonukuliwa na shirika la utangazaji la taifa la Iran. Israeli ilishambulia hospitali 5 za Iran, 2 zikiwa Teheran, Juni 23. Shirika la habari la Tasnim lilimnukuu naibu waziri wa afya wa Iran Abbas Abadehi. Takriban hospitali 5 nchini zimeshambuliwa na 2 kati yao, hospitali ya Shahid Motahar na hospitali ya Laba Fainjad huko Teheran, zilishambuliwa usiku, shirika la habari la Tasnim limeripoti. Katika muda wa siku 12 zilizopita, dozen au zaidi ya ambulance zimeshambuliwa na kuwa waganga 4 na kujeruhi wafanyakazi wengi wa afya wa Hilali Nyekundu, ripoti hiyo ilisema. Vile vile, shirika la kimataifa la nishati atomic halijarekodi athari zozote za mionzi kwa nchi jirani za Iran kutokana na mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, mkurugenzi mkuu Rafael Gross anasema. Vile vile, mkuu wa baraza la usalama la taifa la Israeli Zach Hanegbi amekiri kwamba yeye binafsi anashiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja na Syria, gazeti la Israeli Hayom limeripoti. Kwa mujibu wa habari zake, Hanegbi alitoa kauli hiyo katika kikao kifupi cha kamati ya bunge ya mambo ya nje na ulinzi. Pia alisema kuwa Syria pamoja na Lebanon ni wagombea wa kuhalalisha uhusiano na Israeli chini ya kile kinachoitwa mikataba ya Abraham, gazeti hilo linabainisha. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.